Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Karibu sana, tukiwa ni asubuhi kwa wale ambao wako Marekani na tukiwa ni mchana kabisa wa saa 7 kwa wale ambao wako Afrika maeneo mbalimbali. Karibu sana kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Tumekuandalia mengi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na maeneo mengine ambako duniani ambako bado machafuko yanazidi kuripotiwa maeneo mbalimbali ya DRC, ikiwa Goma na Bukavu. Kama ni mara ya kwanza kuingia ndani ya channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa and share kwa watu wengine, kwa sababu utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Kabisa hapo endelea kuweka kwenye magrupu mbalimbali, sukuma kwa watu wengi ili taarifa hizi zidi kufikia watu wengi, kwa sababu channel ya Mteba TV iko hapa kukupa habari zaidi zinazoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na maeneo mengine yote duniani. Tukiwa na habari zetu katika siku ya leo, tutazungumzia habari za Goma, lakini pia tutaingia habari za Ituri pale, alafu tutakamata habari zingine pale Walikale, lakini tutashika habari zingine Bukavu na tutaingia mpaka Baraka. Kwa hiyo uchambuzi wetu katika siku ya leo, ni uchambuzi mkali sana ambao tumekuandalia katika siku ya leo. Bado mambo ni tete, mambo ni mabaya pale DRC kwa upande wa vita kati ya wazalendo na M23 pia na FARDC maeneo mbalimbali. Lakini leo tunaanza na habari zetu pale Walikale. Pale jana tarehe 30 mapambano yameweza kuripotiwa usiku huo, kuanzia hiyo tarehe 30 na saa 11 hivi ya jioni. Mapambano yameweza kuripotiwa makali sana pale Walikale, pale ambapo wazalendo waliweza kuingia kwenye Walikale centre kabisa na kuanzisha mapambano makali dhidi ya M23. Mapambano haya yameripotiwa na saa 11 au 17 ya jioni kwenye kilima kinaitwa Kilima Mika. Mapambano hayo yameweza kuripotiwa pale makali sana, huku wazalendo wakisema kwamba M23 walishindwa kutimiza ahadi yao ya kusimamisha mapigano na kutoka maeneo yale kama walivyosema na kama walivyokubaliana. Imekuja kuonekana kwamba M23 wamekeuka kabisa mkataba na mambo ambayo walikuwa wamepanga, na ndio maana wazalendo kama vile walisitisha, lakini baada ya kuona hawana hata dalili ya kutoka pale, bali wanazidi kuongeza vikosi vyao maeneo mbalimbali kwenye mapori, kama vile magari ya kivita, wanazidi kushuka, wanazidi kujongeza nguvu. Wale wote ambao walikimbia nyoka Ijwi walisukumwa, walienda maeneo yale, manake walitoka kule kwa sababu ya hizo nyoka pale Ijwi, lakini wakajikusanya tena wale wote ambao walikuwa pale Ijwi, wakaongeza nguvu, wakaenda mpaka Walikale na kwenda kuongeza nguvu. Mapori haya yameweza kuripotiwa waasi wa M23 wakiwa maeneo yale kwa wingi sana, ambao wanazidi kujikusanya. Wale ambao wako maeneo mengine ambapo wameshakamata wanaenda kuweka kambi kubwa sana na kukaza kikosi chao maeneo za Walikale. Baada ya wazalendo kuona hivyo, wakaona hapana, hawa watu hawana mipango kabisa ya kuachia Walikale na hawana mipango ya kuachia vita. Ndipo waliingia sasa kwenye mji wa Walikale. Mapambano hayo yameweza kuripotiwa na kupambana vikali sana kwenye mji ule wa Walikale. Lakini pia kilima hicho ambacho kilikuwa na mapambano makali kinaitwa Mlima Mika. Hicho Kilima Mika mapambano yaliripotiwa makali sana, lakini mpaka sasa hatujajua kwamba wanani ndo wanadhibiti kilima hicho, kwa sababu ni ripoti ambazo zimetukuta kwa haraka, alafu ni kwa ghafla sana. Bado tunafanya uchunguzi, tutakuja kuambia kile ambacho kitakuwa kimeendelea pale kwenye Walikale centre pale ambapo wazalendo waliweza kuingia na kuahidi na kusema kwamba lazima watawafukuza M23 maeneo yale, kwa sababu walishindwa kutimiza ahadi yao ambayo waliahidi. Lakini tunazidi kusonga mbele na habari zetu zingine. Pale Ituri, vikosi vya FARDC vimeweza kuonekana vikigomboa miji mbalimbali, maeneo zote ambazo M23 walikuwa wamekamata. Raia wameweza kusherehekea na kufurahia. Wengi wakasema kwamba sio jeshi la FARDC,
tunasikia kabisa wao wanasema kwamba hilo sio jeshi la FARDC, ni wanajeshi wengine wa kutoka kutoka Uganda hivi na hivi. Watu wengi wanazungumza mambo mengi sana. Hao watu ambao wako pale ni FARDC, ndio walioingia kwenye miji na kuchukua vijiji na miji mingi sana ambayo M23 walikuwa wamedhibiti. Kwa kama mashambulizi hayo, kumbuka vikosi vipya kabisa vya FARDC ambavyo vinazidi kutumwa na serikali, vinazidi kufanya operation kabisa maeneo zote za Ituri, maeneo mbalimbali. Kumbuka kule Ituri wanajeshi kabisa kutoka Uganda wapo kule, ni wengi sana ambao wanasema kwamba wanasaka vikosi mbalimbali. Lakini pia kule kumeweza kuongezwa nguvu kubwa la wanajeshi kutoka serikalini FARDC ambao walikuwa kwenye mafunzo mbalimbali. Tunajua kwamba baada ya muda mfupi hapa mbele mapambano yatakuwa na sura nyingine tofauti sana, kwa sababu watu ambao wanajeshi ambao wameingia kwenye vita ni wengi sana ambao wanaenda kwenye mafunzo ya vita. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari pamoja na uchambuzi hapa kutoka channel yako pendwa ya Mteba TV. Endelea kusambaza na kushare au kusabone kama ni mara ya kwanza. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuangalia kufanya mambo mbalimbali, mabadiliko mengi sana kwenye jeshi. Imekuja kuonekana kwamba wanajeshi wengi wa tangu Mobutu, wanajeshi wa tangu Kabila, wanajeshi ni wengi sana wa zamani ambao tayari ni wazee. Wengi ni wazee, unakuta hawana nguvu kabisa kusimama. Kwa hiyo serikali inatoa wito kwa vijana ambao wako na nguvu waweze kujiunga na serikali, waweze kujiunga na wanajeshi wa FARDC ili waweze kupambania nchi yao. Imeonekana wanajeshi wote ambao kabisa unakuta wameshakuwa na miaka ya kutosha, washakuwa, wengine ni wazee bado wanangangania tu, wengine hawana hata nguvu, unakuta bado wanavaa jezi. Kwa hiyo serikali inaweka mpango sasa wa kustaafu wanajeshi wote ambao tayari ni wazee, kwa sababu nchi zingine zote ambazo zinazunguka na maeneo mengine ukishafikisha miaka kadhaa lazima ustaafu. Kwa hiyo wanajeshi wote wazee wanaondolewa kwenye vikosi vya FARDC na kuweka vikosi vipya vya vijana ambavyo bado viko kwenye uwanja wa mafunzo, yani maeneo mbalimbali sana, ikiwemo kwenye maeneo makubwa ya Kamina base kule ambako kuna maeneo za mafunzo za wanajeshi na maeneo mbalimbali. Vituo vingi sana vya wanajeshi ambavyo vinazidi kuforme au vinazidi kutengeneza wanajeshi hao, vinazidi kumaliza wanajeshi wanawazidi kumaliza mafunzo yao na kutumwa kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo wengi wameweza kutumwa maeneo za Ituri na wengine wanazidi kutumwa maeneo mengi sana za operation. Kwa hiyo baada ya siku kidogo operation itakuwa kali sana, kwa sababu kumbuka M23 walikamata mji wa Goma bila mapambano. Kumbuka walikamata kabisa Bukavu bila mapambano, na mpaka sasa wazalendo wana uwezo wa kuingia pia na kutoka. Maana yake hapo kuna upungufu fulani maeneo mengi sana. Kwa hiyo wanajeshi wapya ambao watakayokuja pamoja na wakija na Marekani ikiingia kwenye maeneo yale yote ambayo M23 wanadhibiti. Watu wengi sana wanaongea wakasema kwamba Marekani haitaingia hapo bwana. Marekani haitaingia hapo, hii mikataba. Watu waache kujifariji. Tshisekedi amesha saini kabisa mikataba hiyo ya Marekani kuingia kwenye uwanja huo wa vita. Lazima waingie na lazima M23 ikubali kutoka na kuachia mazingira yote. Lakini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwepo Felix Antoine Tshilombo ameweza kusimama na msomo wake kabisa kusema kwamba hatazungumza na M23. Wataka waone pale ambapo watafikia. Tunakimbia moja kwa moja kwenye maeneo mengine pale Goma. Tunazidi kupata message, tunatupigia simu watu kwenye mji wa Goma. Mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea pale. Vijana wanazidi kufa ovyo sana. Vijana wanakufa vibaya sana. M23 wanaua vijana wakiwa wanawaza kwamba wao vijana wote na M23, na hawataki kuona kabisa vikundi vyovyote. Sasa hivi hata ukiwa na kikundi cha WhatsApp wanafuatilia mazungumzo, kwa hiyo hawaamini mtu, hasa vijana hawaaminiki pale. Lakini sasa wengi wanakufa, wanauawa, wanapigwa masasi, wanapigwa mafimbo, wananyanyaswa, wanachomewa hata
plastiki zikiwa zimewekwa moto kwenye migongo. Kwa hiyo mateso ambayo uko nayo pale ni wakombozi gani hao ambao watoto wanalalamika? Kama nyinyi mlisema kama mko wakombozi wa Kongomani, lakini maeneo ambapo mmeshika manyanyaso yanaendelea, mnapiga watu fimbo, alafu mnajiua, mnatesa mateso makali sana, ni ukoloni. Sasa nyinyi mnasema kama mmekuja kugomboa, mbona aioneshi hata sura kwamba mkishika Kongo itakuwaje, wakati bado mmeshika maeneo madogo? Hali ni tete, hali ni mbaya kwa raia. Mkikamata sasa Kongo mzima, manake raia wote watakuwa ni kama vile kipindi cha koloni. Sasa maeneo mlipo hakuna amani. Watu kwenye mji wa Goma wanalalamika, wanalia, hali ni mbaya sana kwenye mji wa Goma. Lakini pia watu wa Goma na ninyi pia vijana, simameni imara kama vijana wa Bukavu wanavyosimama. Vijana wa Bukavu wamesimama, japokuwa hawana cha kufanya kingi sana, lakini angalau wanaonesha nia yao ya kuonesha hawataki M23 kwenye mji wa Goma. Lakini pia Bukavu lazima vijana mfanye hivyo. Kule Goma fanyeni hivyo kabisa, kwa sababu ninyi hamuoneshi, hata mnakaa tu amuongei afu mnanyanyasika. Kwa nini hamuoneshi hata nia kwamba hatutaki hao watu? Kila mtu amejificha kwenye nyumba. Kwa hiyo hapo hakuna la ziada, lakini vikosi vingi vya wazalendo vinazidi kuibuka maeneo mengi. Tumeweza kushuhudia hata kule maeneo mengi sana Uchuru, wanajeshi wengine wa wazalendo wameweza kuinuka na kuibuka maeneo yale na kuanza kuteka maeneo mengi sana na kuahidi kupambana. Kama vile Walikale, wazalendo waliingia mpaka jana, waliingia mpaka kwenye Walikale centre kabisa na kupambana. Wale ambao wanafahamu Kilima Mika kiko kabisa Walikale, maeneo za Walikale centre kabisa, wamepambana sana na wazalendo, lakini mpaka sasa tujapata ripoti kamili kuhusu vita hiyo iliyoendelea au ambayo inazidi kuendelea. Tunaendelea na taarifa zetu za habari kutoka hapa channel yako ya Mteba TV, lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa Bukavu. Huku vijana bado wanazidi kuandamana, vijana bado wanazidi kuonesha kabisa kutokushirikiana kabisa na M23 maeneo yale. Huku kijana mmoja alipigwa risasi siku ya jana na akatembezwa, wakafanya maandamano makali sana, wakachoma vitu barabarani. Wanaonesha ushirikiano kabisa pamoja na wazalendo, hawataki M23 maeneo ya Bukavu. Kile kitu ambacho kinachoendelea pale kwenye mji wa Bukavu. Vijana wa Bukavu, ongereni sana kabisa, kwa sababu mnaonesha uwezo wenu, japokuwa uwezo wenu hupo bado ni mdogo, lakini mnaonesha na vijana wengi wanazidi kusonga mbele, kwa sababu vifo vinaendelea maeneo mengi sana. Watu wanapigwa masasi hapo tena, kunyanyasika ni kama kawaida kwenye miji hiyo ambayo imetekwa na M23. Lakini hatujakaa kimya tu, tumeweza kushuhudia tena vita ambavyo vinaendelea upande wa Kamanyola, ambavyo vinaongozwa na General Kamama, maeneo yale ambako mapambano hayo yanaendelea na vikosi hivyo vinazidi kusonga mbele kabisa na mapambano. Lakini pande zote za Walungu pia ni hivyo, mapambano yanazidi kusonga mbele, wazalendo wanazidi kusonga mbele na kupiganisha haki yao. Lakini watu wengi wana maswali, wanauliza kwa nini wazalendo wameshindwa kuingia kwenye mji wa Bukavu? Vita ni mipango, hawezi wakakurupuka tu ngoja tuingie hapa. Hapana, lazima waende na kitu njia hatua kwa hatua. Lakini watu wengi wanaamini na wanahitaji wazalendo wakubali na wakubali wakamate mji wa Bukavu. Wajipange tu nguvu zenu, fanyeni kazi zenu zote, lakini kamateni hiyo maeneo kwanza. Ni kitu ambacho kitapendeza sana na kinaweka watu wengi moyo. Unajua sasa hivi watu wengi wanaangalia sana wazalendo, wanaangalia sana. Lakini kabla hapo mji wa Baraka pia kumeweza kulipotoa masasi, iliweza kupigwa sana. Mpaka sasa tujajua chanzo ni kipi, kwa sababu ilipigwa usiku, watu walishindwa kufanya shughuli zao mbalimbali. Lakini kwenye mji pia wa Uvira mambo ni tete sana, huku kati ya wazalendo hao pamoja na FARDC maelewano hakuna, majibizano ni mengi sana ambavyo vinaonesha hakuna ushirikiano wowote. Kama hakutakuwa ushirikiano kwenye uwanja wa vita, ni vigumu sana kushinda vita. Mara watu wanapigana wao kwa wao, kitu ambacho wazalendo hawataki kabisa kumuona FARDC kwenye mji wa Uvira, kwa sababu FARDC wanaleta vurugu, wanaleta fujo kwenye mji wa Uvira, huku wakitaka kudhibiti maeneo mengine ambapo wazalendo wapo.
Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinakasirikisha sana wazalendo maeneo yote, lakini tunavyozidi kuangalia, serikali inazidi kujiongeza na inazidi kabisa kuonesha ushirikiano na inazidi kuonesha namna gani ya kugomboa nchi. Hapa tunapoongea na nyie hapa, Urusi, vikosi vya serikali, baadhi yao wameweza kuingia Urusi na kwenda kutafuta vifaa mbalimbali vya vita, ambavyo kumbuka vifaa vingi sana viliweza kubaki kwenye mji wa Bukavu na Goma, ambavyo kulikuwa vifaa vingi sana ambavyo vilikuwa vinategemewa vinaweza kukamatwa na M23 maeneo yale. Kwa hiyo tena wamefika Urusi serikali ili kununua tena vifaa mbalimbali, ndege za kivita zingine, ili kuongeza nguvu. Kama mnavyoona hapo ni Urusi kabisa, ambapo watu wetu wa FRDC ambao wapo maeneo yale na kwenda kutafuta vifaa mbalimbali. Lakini ngoja tugusie habari nyingine ambayo imetufikia hapa muda sio mrefu nchini Marekani. Lazima tugusie habari zote hapa nchini Marekani. Ni kwamba watu wote ambao wameapply green card au ambao wanatarajia kuapply green card, habari ni tete sana. Ni ya kwamba green card watakwenda kuifungia, watu hawatakuwa wana apply tena green card, au kama usha apply itakuwa ni vigumu sana kupata green card. Kama wewe ambao unaishi Marekani au unategemea kuja Marekani kupitia njia ya green card, hadi inakuwa ni tete. Wakati huu wa Trump, habari ni mbaya sana. Hata wale ambao wako na green card, ukifanya kosa kidogo tu unarudishwa Afrika bila mchezo. Na wale ambao washa apply itakuwa ni vigumu sana kuzipata. Kwa hiyo yeye lengo lake kabisa ni kufungia watu wasipate green card, au wakimbizi au nani, green card zisipatikane kwenye nchi ya Marekani. Kwa lengo lake ni kufunga, lakini bado najadiliana, kile kitu kingali bungeni na bado wanazidi kumpinga. Unajua tangu alivyoingia ni kwamba anazidi kuharibu mambo mengi sana, lakini njia ya wakimbizi kuja Marekani bado kuna utata sana. Unajua kipindi chake habari sio nzuri. Turudi kwenye habari zetu pale Ijwi, pale ambapo nyoka ziliweza kufanya kazi na kukimbiza M23 pale. Wengi wanasema kwamba hakuna nyoka. Tumesikia radio nyingine iliweza kuzungumzia hakuna nyoka pale, M23 walitoka tu. Tukasema misio mingi ni adui. TV nyingine za maadui, kwa hiyo lazima muwe ange na mtazame TV za kuangalia. Kuna TV zingine zinatoa habari. Tumesikia kabisa jana, nilishangaa eti Ijwi kulikuwa hakuna nyoka. Wale M23 walitoka tu kwa sababu pale hakuna, waliona hapana maana. Ijwi hamna maana pale kivipi? Hapana maana aje? Kwa hiyo hizo TV nyingi, angalieni TV zinazotoa mataarifa ambazo ni za kuleta panic kwa watu, taarifa za kuchonganisha, taarifa za uongo, za kupinga kila ambacho kinachoendelea. Watu ambao wako Ijwi wameshuhudia, tumewawekea mavideo hapo, kila kitu. Ndio maana sisi tunapopandisha kitu lazima tuwekee video ambayo waaminike peke yako, ili yule mwingine atakayokuja kutangaza uongo atajijua mwenyewe. Ijwi hakuna M23 hata moja, watu wametoka kukimbia vikosi vya nyoka, lakini wengine wameenda kule maeneo za Walikale. Tunaendelea na taarifa zetu za habari kutoka hapa channel ya Muteba TV. Tunazidi kukujuza kila kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama bado inazidi kukosekana. Matukio ni mengi sana, mpaka kiasi kwamba hali sio nzuri sana kwa Wakongomani popote walipo. Wanazidi kufanya maandamano maeneo mbalimbali, kama vile Bukavu wameshinda na maandamano. Waliua kijana, hali ikawa mbaya, maandamano yakiendelea. Walikuwa pia na kipindi cha filimbi, yani mpaka unasikia kwamba vijana hawataki kushirikiana na M23. Lakini watu wengi wanalaumu sana serikali. Kwa nini serikali imekaa kimya isisupport wazalendo? Kwa nini isisupport wazalendo? Serikali ipo inafanya kazi yake kama kawaida, kwa sababu ya kila Mkongomani ambaye iko maeneo yale. Kwa hiyo watu wengi watena tunasikia wanasema kwamba Bitakwira sio msaliti, kwamba ile audio ambayo ilitoka yake ya kusema kwamba aliongea kinyume na wazalendo eti ni audio ya zamani. Hakuna audio ya zamani hapo. Bitakwira alisaliti tu ile siku ndo taarifa ilitoka. Acheni kusema mambo kwamba audio ni ya zamani, sauti yake ni ya zamani. Hakuna sauti yake ya zamani. Sauti ya Bitakwira pale kwenye mji wa Uvira kwa kusaliti ni sauti yake ya sasa. Naam, ni sauti yake ya sasa kabisa. Channel yako nipendwa sana, endelea kusabone. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zingine za habari zitakazokuja hapa na kutukuta kwenye meza yetu ya duara au kwenye studio zetu za Muteba TV.
tutakujuza na kukuambia kwa upendo sana. Tukutane tena panapo majaliwa, sambazia watu wengine. Chao.